kumkaribisha Mheshimiwa Diwani ndugu Leonard Tungaraza Manyama. Amenituma nije kuwasikiliza na kuwasomea taarifa ambazo zimefanywa katika kata hii kwa kipindi cha miaka 5 ambayo yeye alikuwa madarakani. Ndugu zangu, kwanza niwapongeze, na nyinyi mna haki ya kupongeza ofisi ya Mheshimiwa Diwani na wasaidizi wake sisi kwamba kwenye swala la afya, nakumbuka tumejenga kituo cha afya ambacho sasa kinafanya kazi na mganga mfawidhi yuko hapa, si ndio? Na mwenyekiti wetu wa kamati yupo, na nadhani hakuna changamoto zozote, na kama zipo Mheshimiwa Diwani pia ameniambia tanigaia nizipokee na nitafika kumwakilishia. Tumeweza kujenga madarasa mbalimbali ya shule za msingi na sekondari katika kata hii, lakini pia tumeweza kutekeleza mradi wa maji ambao katika kata hii nadhani tulipokuwa tunaingia mwaka 2020 Nyakasango ilikuwa hali sio ya leo. Maji ilikuwa hakuna, lakini leo maji, Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo. Tumeweza kuweka miradi mbalimbali hasa ya madawati kwenye shule zetu zote za msingi ambazo ziko kwenye kata hii. Hapa shule ipo shule yetu ya Nyakasango na yenyewe imepata mradi wa madawati. Kuna mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami ambao kwa uwezo wa Mungu mkandarasi muda wote anaweza akaingia site na kufanya kazi. Kama mnavyoona pale Madale wameshaanza, ndio watafika mpaka huko. Lakini pia tuna mradi ambao tutafanya wa masuala ya elimu, kujenga shule katika eneo la Nakalekwa. Nani Mheshimiwa Mwenyekiti, unajua na wananchi mnajua, tunakwenda kujenga shule pale ili kuhakikisha watoto wetu wanasoma pale. Nyakasango oye! Ujenzi ya mahakama ya mwanzo ambayo iko katika mtaa huu na sasa inafanya kazi. Watu wote ambao wako kwenye kata hii sasa wanakwenda kupata huduma za kimahakama katika mahakama yetu ile. Lakini pia inahudumia kata karibia 5 ambazo katika wilaya ya Kinondoni, ikiwepo kata yetu ya Wazo, kata ya Mabwepande, kata ya Mbezi Juu, kata ya Bunju na kata ya Kunduchi. Swala la usalama ni swala ambalo ni la muhimu, lakini wapo watu ambao usalama hawauhitaji hata kwenye mitaa yao. Ulinzi shirikishi na wenyewe ni moja ya utaratibu ambao jeshi la polisi wameuleta ili wananchi nao wajilinde. Doria zinapofanyika katika mtaa, si rahisi sana wahalifu kuingia. Ili wahalifu wapiga watu mapanga, ili wahalifu waingie wakabe watu, wanaangalia fursa iliyopo mahali pale. Kwa hiyo kama hakuna ulinzi shirikishi katika mtaa wowote ule, ujue wahalifu kwao hiyo ni fursa. Wanajua kabisa kama tutaingia salama huko Nyakasangwe, tutaiba nyumba kama 5 na tunatoka salama, kwa sababu kutakuwa hakuna ulinzi. Lakini kama ulinzi shirikishi Nyakasangwe upo, wahalifu wanawaza nitaingiaje Nyakasangwe? Naweza nikaingia lakini nisitoke salama wakinikuta wale askari jamii. Ulinzi huu upo kwa mujibu wa katiba, si swala la kisiasa. Ulinzi shirikishi upo kwa mujibu wa katiba. Wasomaji wa katiba wakasome ibara 28 kifungu cha kwanza. Ibara 28 kifungu cha kwanza kinasema kila raia ana wajibu wa kulinda. Kila raia wa nchi hii ana wajibu wa kulinda mali ambayo tulizo nazo. Tumenunua wenyewe mali zetu. Nyumbani kwako una sabufa, nyumbani kwako una friji, una TV flat inchi 70. Mali ile umetafuta mwenyewe kwa jasho lako. Hivi walinzi wa mali ambazo tumenunua wenyewe majumbani wetu, hivi walinzi wa kwanza ni sisi wenyewe au mwingine? Ndogo, ni sisi wenyewe au wengine? Sisi ndio wenye uchungu na ile mali. Na ndio maana ukifika usiku lazima kila mtu afunge mlango. Hakuna anayeacha mlango wazi anasema polisi si wapo bwana. Polisi kazi yao usalama wa raia na mali zao. Mimi mlango sifungi na acha wazi. Niibiwe sasa. Ile shiriki ulinzi mambo mawili. Ulinde au hamjadelewa. Ulinde ufanyaje? Uchange hela. Kumshawishi mwingine asichange hela ya ulinzi eti kwa sababu yeye hana cha kuibiwa, yeye ndani vijiko tu
godoro lenyewe hana alafu achange. Ukiacha kuchanga ingawa godoro boxi, maana ni kama sheria hii ya halmashauri na kuona wewe ni mkosaji. Adhabu yake kifungu cha 10 kinasema mtu yote atakayekiuka au kwenda kinyume na kifungu hiki kidogo atakuwa ametenda kosa. Maana usipochangia ule shirikishi, maana ni kosa kisheria. Akipatikana na hatia mtu huyo faini shilingi 50,000 au miezi 3 jela au vyote kwa pamoja. Niwakaribishe kupata huduma kituo cha polisi Madale kwa tatizo lolote. Unajua labda niwaambie kidogo. Kituo cha polisi wengi mmekifanya kuwa adui wa watu. Lakini mnajua kituo cha polisi Madale kimejengwa na wananchi. Sio serikali, wananchi wenyewe wamekijenga. Kwa nini tusiwakaribishe? Lakini nawakaribisha kwa huduma za kipolisi, huduma za kiusalama. Umefanyiwa jambo baya, njoo polisi tuweze kusimamia haki itendeke kwako. Yaani siwakaribishi kwa ajili ya kuwekwa mahabusu, hapana. Nawakaribisha kwa huduma zile za kiupolisi, changamoto za kiusalama. Mtu yoyote mwenye changamoto ya kiusalama akaribie ili tuweze kumsaidia na kutatua changamoto yake. Msiogope, usibaki na jambo lako nyumbani una wasiwasi wa kufika polisi. Ukifika polisi ukiona kuna changamoto yoyote ambayo uelewi, omba kuonana na mkuu wa kituo. Kwa sababu unaweza ukafika alafu ukao uelewi huduma kwa vijana pale. Kwa hiyo msiwe na hofu ya kufika. Viongozi pale tupo. Ukiona uelewi huduma inayotolewa pale na mtoa huduma utakayekuwa umemkuta, omba kuonana na mkuu wa kituo, tatizo lako litatatuliwa mara moja. Inawezekana kukawa na tatizo kwa jirani yako wala sio kwako. Lakini unajua kuna mtoto anafanywa ukatili. Unajua kuna mama anafanywa ukatili jirani yako, karibu polisi tuambie. Wala hatutasema nani kasema. Ili tu tuweke mazingira mazuri kwa kila mwananchi aweze kuishi kwa uhuru na amani. Ukiwa hakuna amani, hakuna maendeleo. Tutakuwa tunadili na uvunjifu wa amani, maendeleo hakuna. Hata hao wanaofanya kazi za maendeleo kwenu hawawezi kufika kama nchi haina amani hii. Kwa hiyo hebu tuwapuuze watu wanaotaka kutuletea uvunjifu wa amani kwenye nchi hii. Tufate utaratibu. Nchi hii inaongozwa kwa sheria. Sasa tusiwe na mihemko tukapelekwa pabaya na watu wa namna hiyo. Niwaombeni sana watu wa Nyakasangwe. Wanasema akili za kuambiwa changanya na zako. Jamani, kweli hao mbwa wapo na tumefuatilia, ni kweli. Na sisi pia tumeshalitoa kwenye ngazi ya mtaa, tumefikisha kwa afisa mifugo wa kata ya Wasa. Na afisa mifugo ameshatoa taarifa manispaa. Juzi tu hapa tumetoa taarifa baada ya kusikia kuna mabata yameliwa, kuna mbuzi zimeliwa. Sasa tukasema watakuja kuliwa watoto wadogo. Ikiwa mbwa anakula mbuzi, atashindwa kumbeba mtoto mdogo. Kwa hiyo tukatoa taarifa, tukajibiwa kwamba wanasubiri wapewe kibali ili waje kuua hao mbwa. Lakini yule dada wa bonde ya Mchanga, nafikiri yeye pia ni shahidi. Alishakuja na tulishajaribu kulitatua hilo jambo, na wale watu walikuja walikili na wakasema kabisa wataacha. Lakini inaonekana bado wanaendelea. Wakati na tumetoa taarifa mpaka ofisi ya mazingira manispaa ya Kinondoni. Manispaa wakasema watashuka, watakuja wafuatilie hilo jambo na ikibidi wachukue hatua. Lakini lingine kwenye hiyo usafi na mazingira, tuna mkandarasi alikuja kuripoti akiomba ridhaa ya kuja kukusanya taka kwenye mtaa wetu. Kwa kuwa mkandarasi huyu amekuja kwa unyenyekevu, tukamwambia njoo
Kwa hivyo ndugu wananchi, kupitia wenye viti wa mashina, kama itatupendeza tumkaribishe huyu mkandarasi aje kuzoa taka kwenye mtaa wetu. Tutafanya kikao shina kwa shina, wananchi wamtambue na tukubaliane naye hapo, ili ikitokea mtu amekwamisha kulipa, basi hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Hizi barabara za ndani, kwa umoja wetu tushirikiane tuweze kuzitengeneza. Kama tutachangishana, tupite mtaa huko, tukae vikao, tuone namna gani tutaboresha barabara zetu za ndani. Naomba ridhaa yenu, tushirikiane kwa pamoja tuweze kurekebisha barabara zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swala la miundombinu ni kweli kabisa mtaa wetu unasikitisha kuona kwamba barabara zetu za mtaa ni mbovu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na ubovu huu, pamoja na kutuletea ombi hilo, sisi wananchi hatunikatai. Lakini mimi naomba niulize, mtaa huu toka uzaliwe, huu sasa ni mwaka wa 11. Huu mtaa tuna machimbo kila siku ya Mungu. Tunaona kwa macho yetu malori makubwa yanapita, yanachukua kifusi, yanapeleka huko ambako hatujui. Lakini pale kwa Matias kuna watu wanakatisha pale ushuru, wanatoa ushuru ya ushuru ule unakwenda halmashauri. Kule mashamba ya jeshi kuna watu wanakatisha ushuru, unakwenda halmashauri. Sasa ninachotaka kujua kwamba halmashauri haileti mgao wetu unaotokana na pato letu la machimbo kwenye mtaa wetu, ili kusudi mgao huo utusaidie kutengeneza barabara zetu za mitaa. Hauleti. Na kama hauleti, pesa zetu zinakwenda wapi? Naomba hapa tukujibiwe. Na kama mwenyekiti kuna majibu hayo, basi mimi nikuombe, kwa sababu ni mpya, nikuombe mheshimiwa diwani umwite, tukae naye hapa tumuulize. Ndugu zangu, ni kweli hili swala? Ni kweli? Nimesoma hapa utekelezaji wa ilani uliofanyika Nyakasanga. La kwanza, ujenzi wa kituo cha afya kikubwa ambacho kimejengwa katika kata hii kwa pesa za halmashauri ya manispaa Kinondoni. La pili, tumeongeza eneo lile baada ya eneo la kwanza. Zote ni pesa ambazo zimetoka kwenye mfuko wa halmashauri ya manispaa Kinondoni. Leo wanainuka wananchi wa Nyakasanga wanasema haoni na hawajawahi kupewa mgao. Huo ni mgao wa manispaa Kinondoni ambao kuna wengine ndani ya kata hii hawajapata, lakini nyinyi mmepata. Lakini kuna ujenzi wa mahakama imejengwa ndani ya mtaa huu, ambazo ni pesa za serikali zimeletwa kwenu. Mnayo haki ya kuishukuru manispaa yenu ya Kinondoni. Lakini kuna mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara, japo ni msaada kutoka World Bank, lakini lazima serikali ilipe kwenye hiyo michango ambayo italipa kutoka katika manispaa ya Kinondoni hii. Lakini leo tunakwenda kujenga shule katika eneo la Kalekwa ambao tutatoa ni pesa serikali. Nashangaa ndugu yangu Jackson ukisema kwamba manispaa hii kwamba haina ambacho imekileta. Kidogo tuwe na fadhila wa shukrani. Shule hii madawati yanaletwa, madarasa yanaongezwa, vyoo vinajengwa. Hii yote ni michango kutoka kwenye halmashauri ya manispaa Kinondoni na serikali kuu. Kwa tunayo haki ya kuishukuru serikali yetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunayo haki ya kumshukuru kutuletea vyote ambavyo tumevipata. Kwa yote ni michango ya serikali. Wenye viti wa mashina, kwenye idara ya miundombinu, tunataka mkaunde kamati zinazotokea kwenye kila shina. Wenye viti wa mashina, mkaunde kamati. Mkiunda zile kamati, tunaomba mtuletee, alafu tuje tukae kikao shina kwa shina, tuhakikishe kwamba barabara zetu tunazifufuaje. Na ikitokea kuna mwananchi yoyote ameiziba ile barabara, aidha kwa kujenga, aidha fanyaje, maana mtaa wetu umepimwa, ni lazima barabara ifunguliwe. Alafu swala la flomapu ni kwa sababu tulijaribu kuwaita tuzungumze nao, wakasema hivi, Nyakasangwe tulifanya mkutano, tukaweka maazimio kabla mwenyekiti Bilebela hajamaliza kwamba muda fulani tuwe tumeshamaliza mkataba tulipe ili tuweze kuchongewa barabara zetu. Lakini tukashangaa mwenyekiti akaondoka, akaja mwenyekiti mwingine na yeye pia ameondoka.
hazijamalizika. Hatuwezi kufanya kazi wakati pesa hatujafanya nini? Hatujamaliziwa. Hivyo sasa, kwa mkutano huu tutatamani kama bado hatujafikiwa, mkutano ujao Afromapo wawe hapa watupe majibu sahihi yaliyonyooka. Maana mimi na kamati yangu hatutakuwa na majibu. Mungu aibariki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, ukienda nchi za wenzetu ndio unajua kwamba serikali ya Tanzania inafanya kazi. Nchi zingine matakataka ovyo, mamifereji yamejaa taka, hakuna amani. Hii serikali sasa tunapoongea, nimeandika vyote. Tuna maji Nyakasangwe, tulikuwa tuna maji wakati diwani wamekuja, tulienda kumwosha kisima cha maji. Leo tuna maji kila nyumba. Tunataka tutendewe nini? Hawa watoto walikuwa wanazagazaga hapa, sasa hivi watoto wanapo madarasani na mengine yanazidi kuongezeka. Maendeleo ni mengi jamani. Tufike mahali tukubali kwamba watu wanafanya kazi, lakini naamini mwenyekiti amesikia na naamini tutafanyia kazi. Nashukuru serikali kwa ajili ya lami hiyo. Nashukuru nimemwona Mashauri kwa mara nyingine tena. Mungu akubariki Mashauri, nampenda sana. Ipo vizuri pia. Lakini mwenyekiti wa Madale ni mama, mwenyekiti wa Nyakasangwe ni mama. Ninaamini maendeleo safari hii yatakuwa maradufu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tupo katika kikao cha mtaa, na hapa hivi sasa tumetoka katika kikao ambacho kimemshirikisha mjumbe ambaye katoka kwa diwani ambaye ni mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa Bi Zuhura na wenyekiti wengine wa mitaa mbalimbali pamoja na wananchi. Kubwa zaidi ni kuzungumzia kuhusiana na maendeleo. Kwa kweli maendeleo hayawezi kuletwa na mtu yoyote isipokuwa sisi wenyewe wananchi. Na maendeleo ni jambo ambalo hata katika Uislamu unahimiza Uislamu na dini yetu tukufu aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba maendeleo ni jambo tukufu na kila mmoja lazima apambane, atafute riziki yake ya halali, maisha yake yawe bora, maisha yake yawe mazuri, yeye na familia yake. Sasa vikao kama hivi ndivyo ambavyo vinatengeneza ajenda mbalimbali kutoka kwa wananchi na maoneo yao na fikra zao kwa ajili ya hayo maendeleo. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie haya ambayo tumekubaliana katika vikao, ikiwa ni masala ya maendeleo katika mitaa yetu, barabara zinakuja, tunatarajia kupata barabara za lami, na uboreshaji wa maisha kwa mwananchi mmoja mmoja. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kufanikisha, na ndiyo maendeleo yenyewe. Na inshallah Mwenyezi Mungu awabarikie viongozi wetu wa serikali ya mtaa, hasa kiongozi wetu Bi Zuhura. Mwenyezi Mungu amzidishie afya, na mpe amani na uwezo na nguvu zaidi, pamoja na serikali ya mtaa aliyokuwa nayo, kwa ajili ya kuendelea kututumikia, kwa sababu anatutumikia vizuri na ana moyo wa kujituma Bi Zuhura. Kwa kweli hata kama wananchi huko pembeni wanakuwa na changamoto, hata iwe saa 8 ya usiku, basi anajitoa mama huyu, anakuja kututizama sisi wananchi wanyonge. Kwa hiyo sisi tunamuombea dua kama viongozi wa dini, Mwenyezi Mungu azidi kumsimamia yeye pamoja na serikali yake ya mtaa. Mwenyezi Mungu awafungulie mambo yao na awape amani wao pamoja na sisi inshallah. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Waislamu, assalamu alaykum. Naitwa mchungaji Mzola, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Hosana Ngome ya Yesu hapa Nyakasangwe. Leo nimeshiriki kikao kizuri cha kiserikali. Namshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wa serikali kunialika, na mimi ninapenda maendeleo. Nimekuwa mdau wa maendeleo, napenda kuchangia labda kama madarasa sijui nini vitu mahali mbalimbali. Lakini leo nimefurahi. Cha kwanza nilichofurahi, nimefurahi maendeleo ambayo wameyasema na ninayaona. Mfano, miaka ya nyuma hatukuwa na maji, sasa hivi Nyakasangwe tuna maji kila nyumba kuna maji. Lakini pili, umeme ulikuwa umepita tu katikati, lakini sasa hivi umeme kila mahali. Labda mtu tu mwenyewe aamue kusema kwamba hataki umeme, lakini umeme umepita kila mahali, watu wameingiza umeme. Siku za nyuma pia tulikuwa tuna kituo kimoja cha Madale cha afya kule Madale, lakini sasa hivi serikali imetuleta kituo kikubwa cha Madale, yani cha afya, kituo cha afya hapa Nyakasangwe. Sasa hivi tuna mahakama
hapa Nyakasangwe. Kuna daraja lilikuwa linasumbua pale kwa Kipila, walishalijenga lipo vizuri, na pia kadhalika wapo wanafanya maendeleo ya hali ya juu. Ukweli ni kwamba namshukuru Mungu sana kwa ajili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukiacha tu, yani unajua inafike mahali kwamba yale yaliyofanyika tukubali. Kweli tuna mahitaji, sasa hivi wametuambia wanatuletea lami, lakini tunashukuru. Maji ilikuwa ni kero kubwa sana Nyakasangwe. Jambo lingine ambalo lilikuwa ni kero kubwa Nyakasangwe, shule ilikuwa imezidiwa na watoto. Shule ina madarasa machache, halafu watoto ni wengi zaidi. Lakini leo hii serikali imejenga madarasa, imeongeza madarasa, imeongeza walimu. Hata kuna madarasa mengine yamezinduliwa ya chekechea. Sasa hivi watoto, shule ya awali imejengwa madarasa 2, vyoo vinajengwa, madawati yanaletwa. Shule ya sekondari hiyo kwa kweli kuna maendeleo. Tunamshukuru Mungu na ninaiomba serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania izidi kusonga mbele. Mama Samia Suluhu Hassan, Mungu akubariki. Songa mbele mama, una dira ya taifa la Tanzania na hakika Mungu anakutumia. Songa mbele, tuko nyuma yako. Viongozi wa dini tunaliombea taifa, madiwani, mbunge wetu Gwajima, diwani Manyama alikuja tukampeleka mpaka kwenye visima vya maji. Leo nyumba kila mahali, alituahidi kwamba maji yanakuja. Leo kila nyumba kuna maji. Kwa kweli tuseme nini? Tunashukuru sana Nyakasangwe. Mungu aibariki serikali yetu. Asante.